ambapo sasa amejiwekea maadui katika pembe zote za Tanzania. Kwa hivyo hata hana uhuru wa kutembea. Mama Suluhu anatembea kama mkimbizi, maana hana uhuru wa kutembea katika nchi ya Tanzania, na maisha yake yamo hatarini. Na Mama Suluhu asipojisalimisha kwa amani, anaenda kuondolewa mamlakani na wananchi, na atakapotolewa mamlakani na wananchi, huenda ikawa ataondolewa labda ataondolewa kwa mtu wa bunduki, ama aondolewe kupitia kwa kifo. Maana sasa Watanzania wamechoshwa na Mama Suluhu, wamechoshwa na uongozi wa Mama Suluhu. So Tanzania mjiandae kuomboleza kifo cha state funeral cha Mama Suluhu, iwapo hataondoka mahali pale kwa usalama. Maana kama hataondoka kwa usalama, ninaona kuna hatari ya Tanzania kuomboleza kifo cha Mama Suluhu. Na kuna wale ambao ni Waislamu ambao wanasema kwamba Samia Suluhu yupo sawa. Kuna wale ambao pia ni wa Kikristo wanasema hayuko sawa. Labda wadhania ni kadi gani pale inachezwa? Ni Mama Suluhu kuna kitu ambacho ameleta katika nchi ya Tanzania, na amelete mgawanyiko kati ya Wakristo na Waislamu. Na unakuta kwamba Waislamu wengi wanasema tuko sawa kwa sababu wanaona kwamba Mama Suluhu ni Muislamu, na anapoingia kama pale kama Muislamu, wanaona kama nchi inawezekana nchi ya Tanzania ikagawanywa ikageuzwa kuwa Islamic State of Tanzania. Na hiyo ndio lengo ambalo Mama Suluhu sana anapigania, kwamba nchi ya Tanzania iweze kubadilishwa kuwa kama Islamic State. Na najua kwamba hilo jambo litaleta umwagikaji wa damu katika nchi ya Tanzania. Tunapoangalia kwamba Tanzania, nambari kubwa ya watu wa Tanzania ni Wakristo, Waislamu si wengi sana, lakini Mama Suluhu anataka kulazimisha nchi ya Tanzania iwe Islamic state. Na ndio maana kwamba amechukua viongozi wote wa Kiislamu, amewapatia mamlaka katika sehemu zote, sekta zote za ulinzi. Na tunakuta kwamba amenyamaza kimya na wanaangalia mauaji yakiendelea mahali pale, kwa sababu wakubwa wote, kiangalia kwenye jeshi, wakubwa wote wengi, nambari kubwa wakubwa ni watu wa kutoka katika mrengo wa Uislamu. So Mkristo anapoinuka mahali pale ameshushwa cheo, na anaposhushwa cheo hata wengine wanawekwa gerezani. Kwa hivyo unapoangalia sana katika wale wafungwa katika nchi ya Tanzania, wafungwa ambao wako wengi, nambari kubwa ni Wakristo ambao wamejazwa katika jela za Tanzania. So kinachoendelea pale ni mgawanyiko wa Wakristo na Waislamu. Utakuta hata maandamano mengi, wanaofanya maandamano ni Wakristo na wanaopinga maandamano ni Waislamu. So Tanzania kuna vita ambavyo ni vita vya Wakristo na Waislamu. Na hapo ndio nasema kwamba Mama Suluhu, iwapo hata jiuzulu, Tanzania inaenda kuwa nchi ambayo umwagikaji wa damu utatokea kwa kiwango kikubwa sana. Tanzania umwagikaji wa damu utatokea kiwango kikubwa sana iwapo Mama Suluhu hataweza kustep down. So jawabu la Tanzania ni Mama Suluhu kustep down. Na kama hata step down, umwagikaji wa damu utatokea vikubwa katika nchi ya Tanzania, na kitakachofuatiwa ni Mama Suluhu kung'olewa mamlakani. Nimewambia kwamba kung'olewa kwake mamlakani, aidha anaweza ng'olewa na wananchi, ama atolewe pia katika mtundu wa bunduki, na itakuwa rahisi. Na hapo ninasema kwamba Tanzania watakuja kuomboleza kifo cha rais wao. Tanzania imejulikana kama nchi ambayo yenye amani, utulivu na umoja. Na sasa hivi mambo imebadilika, na pia tumesikia Watanzania wakisema kwamba wanahitaji mabadiliko ya kikatiba, ambao wanasema wanaandamania kwa haki. Wadhania kwamba kubadilishwa kwa katiba, maana tunajua si kazi rahisi, kutakuwa na maandamano ya amani ama ile tu vurugu itakuwa? Kabisa katika nchi ya Tanzania hakuja kuwepo kwa muda mrefu kwamba mabadiliko ya katiba hayajakuwepo kwa muda mrefu. Katiba wanayotumia ni ile katiba ya kitambo ambayo ilitumika na enzi za mkoloni, wakati wa mtu anaitwa kwamba Julius Kambage Nyerere. Hiyo ndio katiba ambayo ilikuwa ikitumika, na ni katiba ya kugandamiza Mtanzania.
na Tanzania wanataka mabadiliko katiba ifanyike kwamba wawe na demokrasi, kwa sababu nchi zingine kama Kenya mtu kujiongea, ako huru kujiongea kwa lolote, lakini Tanzania hakuna mtu aliye huru na uhuru wa kujiongea. Unapoongea na unachukuliwa na askari popote ulipo, alafu unaenda unaenda unauawa, ama unaenda unafunguliwa mashtaka ambayo si ya kweli, ambayo ni ya kudhulumu wananchi wa Tanzania. Hivyo katiba ya Tanzania inapaswa kubadilishwa, na kubadilishwa kwa Tanzania inabidi kwamba Mama Suluhu airuhusu demokrasi katika nchi ya nchi ya Tanzania. Maana kinachoendelea pale ni dhuluma na ni ukoloni. Maana mama anapotawala pale anatawala kama mkoloni, anatawala kama dikteta, ambayo hataki Tanzania watu wafunguke macho, hataki Tanzania watu wawe na uhuru. Hivyo Watanzania wanapita katika hali ngumu, na maandamano yale yatakapokuwepo hayatakuwa ya amani hata kidogo. Maana maandamano yale, nilisema tangia mwanzo, yatakuwepo na umwagikaji wa damu. Na umwagikaji wa damu, najua kwamba jambo la kwanza si kitu ambacho kinaleta amani katika nchi katika nchi yoyote. Hairuhusiwi umwagikaji wa damu. Na nafikiri kwamba Jumuiya ya Madola pia inatazama nchi ya Tanzania, na nchi zingine ambazo zilizostawi ulimwenguni pia zinatazama nchi ya Kenya. Kuna AU pia inatazama nchi ya Kenya, ya Tanzania vile inavyoendelea. Kuna nchi zingine kama Umoja wa Mataifa, kuna Umoja wa Mataifa bado wanatazama nchi ya Tanzania vile ambavyo ile hatua watakayochukua wakati huu wa maandamano. Kwa hivyo haitakuwa rahisi, na kama Mama Suluhu jinsi ambavyo jina lake linasema Suluhu, alete suluhu katika nchi ya Tanzania. Maana asipolete suluhu katika nchi ya Tanzania, basi kutakuwa na balaa katika nchi ya Tanzania. Hivyo Mama Suluhu kile kilichopakisha kwamba ni afungulie mateka wote ambao waliofungwa katika nchi ya Tanzania, na aruhusu uchaguzi ufanywe upya. Manake hiyo tu ndio dawa ya Tanzania. Bila hivyo Tanzania haitakuwa ni nchi ya amani tena. Na unapoangalia Jumuiya ya Madola, kuna watu ambao tayari wameanza kuambia watu ambao ni nchi za kigeni waanze kutoa watu wao katika nchi ya Tanzania. Na wakati ambapo watu wana mataifa mengine yanatoa watu wao katika nchi ya Tanzania, inamaanisha kwamba hata rasilimali nyingi za kutoka katika nchi nyingi zitafungwa. Kampuni nyingi ambazo ni za kutoka nchi za nje zitafungwa. Na zitakapofungwa, uchumi wa Tanzania utakuwa katika hali ngumu sana. Watanzania watapitia hali ngumu sana, kwa sababu kampuni zinapofungwa na ndio zimeajiri wa Tanzania, na mambo mengi ambayo yamebuniwa katika nchi ya Tanzania na katika nchi tofauti nchi za madola ulimwenguni. Nafikiri kwamba wanaenda kuondoa misaada yao katika nchi ya Tanzania, na nchi ya Tanzania watapita katika hali ngumu. Hata vile Suluhu anajipiga kifua akisema hawa wanatusaidia na nini? Hakuna nchi inaweza kujiweza peke yake bila kuhitaji msaada wa kutoka nje. So Mama Suluhu kile anachokifanya ni kitu ambacho hakistahili kabisa katika ulimwengu mzima. Ni jambo ambalo halikubaliki kabisa, na sijui kama mshauri wake ni yupi pale katika nchi ya Tanzania. Na kama mshauri saizi ni Kikwete, nafikiri kwamba anampotosha Mama Suluhu Hassan. Washauri wanaoshauri Mama Suluhu Hassan wanampotosha kwa sasa, kwa sababu watamuingiza katika shida, na watakapomuingiza katika shida watamwacha katika shida, basi na yeye mwenyewe basi atabeba zile shida za Tanzania na zitamweka hatarini. Tulimsikia Samia Suluhu akisema kwamba watu wa nje ndio wanaleta vurugu kule Tanzania, lakini hatujapata mtu yote ambaye anatoka nchi tofauti kwenda kuandamana kule. Labda kwa nini amejawa na hasira kama hiyo, ambapo anazungumzia watu ambao wamekuwa wakisaidiana nchi kama Kenya? Jambo la kwanza, watu katika nchi ya Kenya, tunapoangalia katika Afrika Mashariki, hata Afrika mzima, nafikiri kama kuna watu ambao wameona mbali na macho yao yamefunguliwa ya kuona mbali ni wa Kenya. Na watu ambao wanaweza wasaidia wa Tanzania kupata demokrasi ni wa Kenya, kwa sababu Kenya karibu kila mtu ana elimu.
karibu kila mtu amefunguka macho, na nasema kwamba Kenya kwa asilimia 99 ya Kenya ni watu ambao wamefunguka macho na ni watu ambao wanajua democracy. Na kile ambacho Mama Suluhu anaogopa ni wa Tanzania kupata elimu kutoka katika nchi ya Kenya, kwa sababu Wakenya wanaweza labda kuwapatia wanaweza kuwashauri wa Tanzania ama wawape mbinu ya kufanya maandamano katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu jambo la kwanza unapoangalia katika mambo hata ya dijitali, Wakenya wako juu sana. Mambo yote hata ya vyombo hivi vya hivi ni vyombo vya habari wa Kenya, nafikiri kwamba katika utaalamu wameinuliwa juu sana. So Tanzania anaogopa kwamba Tanzania watu wasije wakafunguliwa macho, wasije wakaerevushwa na Wakenya. Ndio tatizo kubwa la Mama Suluhu. Kwa hivyo anaona furugu inayotokea kule, anaona kama ni kwamba labda hiyo furugu hao watu wamepata elimu kutoka nchi ya Kenya. Na sasa ndio anapozungumza hivyo, anawapa watu kutoka maeneo jirani uoga kwamba wasije wakazungumza lolote kuhusu nchi ya Tanzania ama wasije wakaingilia masuala ya Tanzania. Na kile kitu ambacho kiko ni kwa sababu Wakenya na Watanzania tuna tofauti. Wale ni ndugu zetu. Wanapodhulumiwa hata sisi tunasikia uchungu. Tanzania wanapodhulumiwa hata Wakenya wanaosikia uchungu ni majirani. Jambo la kwanza, hata ukiwa na mke wewe ukiwa na jirani yako unakuta kwamba anadhulumu watoto, utasikia uchungu sana, ni kama watoto wako wanadhulumiwa.